Kwa mujibu wa imani maarufu inayojulikana ulimwenguni kote inayoitwa palmistry, binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni watu maalumu, wanayo nguvu ndani yao ambayo hauwezi kuipata kwa binadamu wengine. Zipo tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwaelezea kama binadamu wenye nguvu ya uongozi ndani yao. Ni watu wenye bahati katika maisha kuliko binadamu wengine. Ni binadamu wenye mvuto kuliko binadamu wengine. Wana uwezo mkubwa wa kuona fursa katika changamoto za watu, lakini ni binadamu wenye nguvu za kiroho kuliko binadamu wengine. Zipo tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikielezea kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo binadamu wa kundi hili wakivifanya katika maisha yao vitaongeza uwezo wao, yani njia za mafanikio yao zitakwenda kufunguka. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo binadamu wa kundi hili hawatakiwi kuvifanya, kwani ni vitu ambavyo kama wakivifanya basi vinakwenda kufunga uwezo unaotokana na alama ya herufi M ambayo ipo kwenye viganja vyao vya mikono. Kwa sababu sitamani uwezo huo uweze kupotea ndani yako, basi leo ninakwenda kukuambia vitu ambavyo hautakiwi kuvifanya ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao. Kama umevutiwa na video hii, amini mada hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu ambavyo kamwe hautakiwi kuvifanya ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yako. Namba 1, usiudharau wala kuupuuzia uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako. Kwa sababu tafiti mbalimbali ambazo zimezaliwa kutoka katika imani ya palmistry zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba akawawekea alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao ni binadamu wenye nguvu za kiroho kuliko wanadamu wengine. Wana vipaji ambavyo binadamu wengine hawana, lakini pia ni watu ambao wanaweza kupewa maono ambayo wanadamu wengine huwa hawapewi. Na ndio maana baadhi yao hata wanapolala na kuota ndoto ambazo huwa wanaziota huwa zinakuwa za ukweli, kwani Mwenyezi Mungu huwa anawasiliana na wanadamu hawa kwa kupitia ndoto. Inawezekana nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama hii. Fikiria, unadhani wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na kipaji gani ambacho binadamu wengine hawana? Ukishabaini, basi usikipuuzie wala kukidharau kipaji ulichokuwa nacho. Huo ndio uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako, na ni uwezo ambao unakutofautisha wewe na wanadamu wengine. Endelea kukiona kipaji chako kama kitu cha thamani, endelea kukitumia kuwasaidia watu wengine. Kadri unavyozidi kuutumia uwezo huo, ndivyo uwezo huo unavyozidi kukua maradufu ndani yako. Namba 2, usiogope kufanya maamuzi makubwa katika maisha yako. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa na walipotazama katika viganja vya mikono yao waliona alama ya herufi M, unatakiwa kuelewa kuwa alama M huwa inamaanisha uwezo mzuri wa kutathmini mambo. Ina maana uwezo wako wa kutathmini na kuchakata mambo mbalimbali kwenye maisha yako ni mkubwa kuliko inavyokuwa kwa binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, kwa sababu una uwezo mkubwa wa kutathmini na kuchanganua mambo kuliko binadamu wengine. Ina maana hata maamuzi pia, wewe una uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi kuliko wanadamu wengine. Na ndiyo maana ukijaribu kuchunguza asilimia kubwa ya maamuzi ambayo yamefanyika kwenye maisha yako, yale ambayo uliyafanya mwenyewe yalikuwa ni maamuzi sahihi na yalileta matunda, lakini asilimia kubwa ya maamuzi ambayo uliruhusu watu wengine wakusaidia kuyafanya yalikuwa na matokeo hasi, na mengi yao yalikusababishia majuto ambayo ulitamani muda urudi nyuma ili uweze kufanya maamuzi wewe mwenyewe. Hivyo kuendelea kuahirisha maamuzi kwa sababu ya hofu kunaweza kukufanya ukose fursa muhimu katika
katika maisha yako. Unapohisi moyo wako umetakasika katika kufanya kitu fulani, kifanye kitu hicho bila kujali binadamu wengine watakuonaje, kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia macho ya kuona fursa ambazo binadamu wengine hawawezi kuziona. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye hautakiwi kumwamini kila mtu kiurahisi katika maisha yako. Moja kati ya uwezo ambao wanaripotiwa kuwa nao binadamu ambao wamezaliwa alafu kwenye viganja vya mikono yao kuna alama ya herufi M ni uwezo wa kutambua dhamira ya mtu bila hata kuambiwa na yeyote. Kwa sababu binadamu hawa wana nguvu za kiroho kuliko wanadamu wengine. Wakikutazama tu wanaweza kujua kama wewe ni mtu mzuri ama mtu mbaya. Lakini kwa sababu ya ukaidi wa kibinadamu, zipo nyakati ambazo moyo wako unaweza kusita kushirikiana na watu fulani katika jambo fulani, lakini ukapuuzia, ukawaamini watu hao na kuwaingiza kwenye mzunguko wa maisha yako. Lakini kitu cha kushangaza, matokeo yake wanakutapeli ama wanakutenda ndivyo sivyo. Ni kwa sababu ulipuuzia ishara ambayo uliihisi ndani yako. Kwa sababu hiyo, kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, ni vema ukatumia uwezo wako kuisoma akili ya mwanadamu, kwani mara nyingi wewe ni mtu ambaye unaweza kumtambua mwanadamu mdanganyifu. Haijalishi atajaribu kutumia maneno mazuri kiasi gani akijaribu kukushawishi, usikubali kumsikiliza wala kushawishiwa na maneno yake mazuri, kwa sababu tayari hisia zako za ndani zimeshajua kama mtu huyo ni mbaya ama mtu huyo ni mzuri. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye hautakiwi kabisa kuipuuzia sauti yako ya ndani. Utofauti kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao na binadamu wengine ni kwamba binadamu wenye alama ya herufi M wana intuition kali kuliko wanadamu wengine. Yani ni binadamu wenye maono, ni watu ambao wana uwezo wa kutambua mambo kabla mambo hayo hayajatokea. Kwa lugha rahisi, wana maono ya kiroho ambayo wanadamu wengine hawana. Mara nyingi binadamu hawa, jambo baya linapokaribia kutokea katika maisha yao, kuna ishara mbalimbali ambazo wanaweza kuziona. Wanaweza wakapata ishara kupitia ndoto, kupitia roho zao ama kupitia nafsi zao, kwani kuna muda roho zao zinaweza zikawa zinasita katika jambo fulani, lakini wanapolazimisha jambo hilo huwa wanakumbwa na matatizo kwa sababu waliipuuza sauti yao ya ndani. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya kuanzia leo, kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na uwezo wa kutambua jambo kabla halijatokea. Ukiendelea kupuuza hisia hizo, unaweza ukajikuta ukifanya maamuzi yasiyofaa katika maisha yako, na kuna nyakati ambazo unaweza ukajikuta umeingia katika matatizo makubwa kwa sababu tu umepuuzia uwezo ambao upo ndani yako. Hivyo hakikisha unakuwa mwanadamu ambaye unaizingatia sauti ambayo inazungumza ndani yako. Ikikuonya kufanya kitu fulani, ni vema usiipuzie. Ikikutaka ufanye kitu fulani, isikilize, na utakwenda kuwa moja kati ya wanadamu wenye mafanikio makubwa kwenye maisha yao. Namba 5, usitumie uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako kwa ajili ya kuwatawala binadamu wengine. Kuna baadhi ya wanadamu katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wakibaini wana uwezo fulani ambao Mwenyezi Mungu amewajalia, basi hujaribu kuutumia uwezo huo kuwatawala wanadamu wengine. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ikiwa wewe ni moja kati ya binadamu ambao kwenye viganja vya mikono yao wana alama ya herufi M, ikiwa una kipaji cha kuwashawishi ama kuwaongoza watu wengine, kitumie kipaji hicho kuwasaidia binadamu wengine badala ya kuwanyonya au kuwahadaa kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Kwani Mwenyezi Mungu anapoiweka nguvu fulani ndani yako, anakuhitaji uweze kuitumia nguvu hiyo ili uwasaidie watu wengine. Kama utakuwa moja kati ya wanadamu ambao wanaitumia nguvu hiyo ndivyo sivyo, basi uwezo wako utakwenda kupungua na inawezekana ukaenda kupotea kabisa. Namba 6, hakikisha hauwi mvivu katika maisha yako. Pamoja na kuwa tafiti mbalimbali katika imani za Pamisri zimekuwa zikiripoti kuwa binadamu wengi ambao huzaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao ni watu maalumu ambao huzaliwa wakiwa na vipaji ambavyo wanadamu wengi hawana. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, kuwa na kipaji pekee hakutoshi kubadili maisha yako, bali
Ukiweka jitihada katika kukitumikia kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yako, huo ndio utakuwa mwanzo wa mafanikio yako. Hakikisha unajituma, kwa sababu ukiwa na kipaji alafu ukakaa bila kukifanyia kazi kipaji chako, hakuna chochote ambacho unaweza kukibadilisha kwenye maisha yako. Namba 7, hakikisha haukati tamaa hata baada ya kuandamwa na changamoto mbalimbali katika maisha yako. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, tunapopambana kwa ajili ya kutimiza malengo na ndoto tulizokuwa nazo kwenye maisha yetu, zipo nyakati ambazo huwa tunapitia maanguko mbalimbali. Wapo binadamu ambao hukata tamaa kwa sababu ya changamoto na vizuizi mbalimbali ambavyo wamekumbana navyo kwenye safari yao ya maisha. Lakini moja kati ya siri ambayo unatakiwa kuijua, ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni wanadamu ambao wana uwezo mkubwa wa kujifunza kutokana na makosa na kurudi wakiwa imara zaidi na kufanya vizuri kwa mafanikio ya hali ya juu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, haijalishi umekumbana na changamoto kwa kiwango gani kwenye safari yako ya maisha, endelea kusimama tena, jifunze kupitia makosa yako, utakwenda kupata mafanikio makubwa kwenye maisha yako. Namba 8, kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M kwenye kiganja cha mkono wako, kamwe usipuuzie fursa ndogo ndogo ambazo zinajidhihirisha kwenye maisha yako. Moja kati ya mambo ambayo natamani kila mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na alama ya herufi M aweze kuyajua ni kuwa mafanikio makubwa hutokana na fursa ndogo ndogo ambazo huwa zinajidhihirisha katika maisha ya mwanadamu. Kama ukipuuzia fursa ndogo ndogo kwa sababu zinaonekana kama hazina thamani kwenye maisha yako, basi huenda ukakosa mafanikio makubwa ya baadaye. Namba 9, usiwe na kiburi katika maisha yako. Zipo baadhi ya nyakati ambazo kwa sababu ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako, unaweza ukaanza kujiona wewe ni mwanadamu bora kuliko wanadamu wengine, lakini bila ya kujua kuwa kitendo cha kuwa na kiburi ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kupunguza uwezo wa alama ya herufi M ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako, na baadaye unaweza ukajikuta hata kitu ambacho unaliingia kinaondoka kabisa ndani yako, unajikuta umekuwa kama walivyokuwa binadamu wengine. Namba 10, usiache kujifunza katika maisha yako. Haijalishi maisha yako yana mafanikio kwa kiwango gani, kujifunza kunaendelea kukuza uwezo wako. Maarifa mapya yanaweza kukufungulia milango mipya ya mafanikio. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, hakikisha unaendelea kujifunza mambo mapya kila wakati. Na kwa hili, si binadamu tu ambao wana alama ya herufi M, haijalishi wewe ni nani, ukijifunza na kutengeneza maarifa mapya yatakusaidia kufikia malengo na ndoto ambazo unazo kwenye maisha yako.